Haleluya. Kwa hiyo mwenye haki wa Mungu anapokutana na mambo mabaya anatakiwa ajihoji, kwa sababu si kila mambo mabaya yanayojili kwenye maisha yako basi ni shetani ameyaleta. Mengine unasogezwa kwenye mstari, rudi, umetoka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kuna mambo ambayo Mungu huwa anayaacha tu yatokee kwenye maisha yako makusudi tu, anayaona. Mnielewe, Mungu hawapelekei watu maovu, ila Mungu huwa anaacha maovu ya kupate. Kuna tofauti. Ndio maana nasema Mungu hamjaribu mtu kwa mabaya. Kwa hiyo Mungu hana mambo maovu anayoweza kukuletea, lakini Mungu ana uwezo wa kuyaona maovu yanakujia na akayaacha kupata. Kuna tofauti, sio yeye aliyaleta, ila ameyaona na alikuwa na uwezo wa kuyazuia akayaacha yakupita. Kwa hiyo mambo mengi Mungu huwa anayaacha yawapate watoto wake, sio kwa sababu anapenda, bali ni kwa sababu watoto wamekuwa wajinga. Mnaujua ule msemo wanaosema mtoto akililia wembe mpe? Mnaujua huo msemo? Watu huo msemo hawakuunukuu vibaya. Ni kwa sababu wakati mwingine mtoto anapogusa pasi ya moto ikamchoma, anajua kumbe hii ni mbaya, haifai, anakaa nayo mbali. Anapokutana vitu vinavyombinya, afikimfinya, anagundua kumbe hii haifai. Kwa Mungu huwa anaacha wakati mwingine. Huwa anaacha ili mtoto ajifunze, ili wewe ujifunze. Mungu wetu apewe sifa. Haleluya. Okay, jana, siku ya jana tuliishia kwenye swali. Sawa? Tuliishia kwenye swali ambalo swali hilo lilikuwa linauliza kuna ushahidi gani basi ya kwamba yule Melkizedeki anayetajwa kwenye kitabu cha Mwanzo ndiye alikuwa Yafeth, alikuwa Shem zamani. Yafeth sikuwa kama nikaa mdomoni. Alikuwa ni Shem mtoto wa Nuhu. Kwa mtumishi akaniambia nikitokea nimeulizwa, labda nimefundisha mahali alafu watu wakaniambia thibitisha kwamba Shem, kwamba huyu Melkizedeki tunasoma kitabu cha Mwanzo ndiye aliyekuwa mtoto wa Nuhu aitwaye Shem. Uthibitisho uko wapi? Mambo kadhaa unapaswa kuyafahamu. Kuna wanaosema yule Melkizedeki wa kitabu cha Mwanzo alikuwa ni Yesu, na utakapowauliza wakuthibitishie watakusomea maandiko yafuatayo. Andiko la kwanza atakalo kusomea ni lile Yesu anawajibu Mafarisayo ya kwamba kabla hajakuwako Ibrahim mimi nilikuwako. Lakini haisemi alikuwa wapi. Kwa hiyo watatafuta hoja kulilinda hilo neno kwamba yule Melkizedeki yule ni Yesu. Mambo yafuatayo ni muhimu sana kuyazingatia. Utakapotaka kuwathibitishia kwamba yule ni Shem kutumia kitabu hiki, utakwama. Ziko hoja nyingi za msingi ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuwapa hilo jibu sahihi na wakakuelewa. Hoja zifuatazo. Hoja ya kwanza, lazima wafafanulie nini maana ya neno Melkizedeki. Melkizedeki is not a name, it's a system. Melkizedeki sio jina, it's not an individual name. Ndio maana nasema na Yesu amekuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Melkizedeki ilikuwa ni system ya utawala. Katika maandiko mengi ya Kiyahudi, unajua shida moja ya wahubiri wengi tulionao leo hii, wahubiri wengi hawakupata fursa kupitia darasani kukaa na wakajifunza neno kwa upana wake ili walielewe kabla wajaenda kuwafundisha watu wengine. Ndio changamoto kubwa tulionayo ya wahubiri. Kwa wahubiri wengi wao wanadonyoa kila anachoelewa ndo anakwenda kukimwaga. Hawafanyi tafiti, hawaangalii kuna maandiko mangapi. Niliwaulizeni jana pia, wangapi wenu mmewahi kumsikia mtu anaitwa Lilith? Huyu Lilith inasemekana ni mwanamke ambaye Adamu alimuoa kabla ya Eva. Na inasemekana huyu mwanamke alikuwa mbishi kwa Adamu, ndio maana Mungu akamfukuza akamtengenezea Eva. Kwa hiyo Eva ni mwanamke wa pili kwa Adamu. Sasa mnapokutana na stories za namna hii na kuna mabwana wametengeneza clips zinasambaa mno.
Nimeitafuta moja wakati nimesimama hapo, nikaidownload, nikasema ni vizuri mkasikia, kwa sababu mtakutana nazo hizi, alafu zitawasumbua, zitawatatiza, mtaweweseka, mtakosa majibu kujua sasa kipi ni kipi, ukweli ni upi, kwa sababu ndani yake zina upotoshaji mwingi sana, upotoshaji ambao usipokuwa mpana, mtu mwenye kuelewa vitu unaweza ukayumba mno. Sasa Biblia haiishii hapa mnapoisoma. Kuna waandishi wengi mno, kuna nyaraka nyingi mno, sio hizi mnasoma za Paulo. Na cha kusikitisha tu ni kwamba hawa wanaosoma Biblia huwa hawaulizi kwamba tunaona waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho, waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia, waraka wa Mtume Paulo kwa nani? Kwa nini waga muulizi hivi hawa Wagalatia na Waefeso na Wakorintho walikuwa hawamjibu Paulo? Mbona huwa muulizi hilo swali? Kama walikuwa wanamjibu, ziko wapi nyaraka zao? Mnanielewa? Kwa sababu kama mimi na huyu baba yenu hapa tunaandikiana barua, ni muhimu sana ninyi akiwasomeni barua yangu, maana yake yale ni majibu ya barua yake, si ndio? Mimi najibu barua yake. Kwa ili muelewe kwa nini nimeongea kwa ukali kwenye barua yangu, lazima muulize baba, kwani ulimwandikiaje? Kwa sababu akija mbele yenu akwambia nimepokea majibu ya barua ya Dingi kutoka Dar es Salaam ya baba ambaye babu yenu amenijibu barua yangu, na nitawasomea barua hiyo muone jamaa jinsi alivyo mkorofi huyu. Sawa, anaanza, nimesema nyinyi watu wa Malindi mna matatizo, nyinyi mna kile. Kwa hiyo barua ni kali. Kwa hiyo watu wenye uelewa watahoji, wewe ulimwandikiaje? Unanielewa? Kwani wewe ulimwandikia nini mpaka najibu hivi? Kwa sababu kama haya ni majibu, wewe uliandika nini? Kwa sababu huwezi kuwa hakimu wa kweli kwa kusikiliza upande mmoja. Unaposikiliza kesi ya wanandoa, ukienda kumsikiliza mama, wamama wanajua kweli kuwateka watu na hisia zao. Atakuelezea mambo kwa bubujiko, utasema huyu mwanaume ni shetani kabisa, anafaa kukatwa mapanga kabisa. Huwezi kutoa hukumu kwa kumsikiza mtu mmoja. Muite na mwanaume, msikilize, mbona semaje? Akisema mwanaume na mwanamke akisema, unajua kwa kusimamia sasa. Haleluya. Sasa hizi barua zina unafanya kwa Korinto wa kwanza, wa Korinto wa pili, wa Korinto wa tatu. Barua zote tatu alianza kuandika barua ni Apolo, ambaye ni mchungaji wa kanisa la Korinto. Anamwandikia Paulo barua. Hii mnayoisoma huko ni majibu ya Paulo. Ndio maana kuna maana nasema hivi, nami nasikia kwenu. Kuna 1, 2, 3, 4, 5. Kwa nini huwa muulizi amesikia wapi? Anasema nami nusu naamini. Kwa sababu ni lazima uwepo uzushi katikati yenu ili nuru ifanye hivi na hivi na hivi. Mkisoma hizo barua. Sasa huu ndio unatakiwa uwe mfumo mzuri wa mtu kukisoma kitabu cha Biblia na kukielewa. Lakini watu wengi sio wafuatiliaji, wanapuluzwa tu. Fungua Mathayo 6. Inasemaje? Tena wanawake wasivae mavazi ya kiume, kwa sababu sasa anaposema wanawake wasivae mavazi ya kiume au wanawake wasifanye sijui mambo ya wanaume, unatakiwa uulize, kwani kulitokea shida gani Korinto? Kwa nini Paulo anaagiza wanawake wa Korinto wafunge vilemba kichwani? Kwa nini? Je, kufunga vilemba ni sheria ya kibiblia au ni kwa ajili ya watu wa Korinto? Pendeni kuuliza maswali. Kwa nini? Pendeni kuuliza maswali, mtajifunza kwa upana sana. Kwa sababu mimi pia msiponiuliza kwa nini nimesema hivi, siwezi kuwafundisha. Mpaka mnionyeshe mna shida, ndio maana nataka muulize maswali. Msiponiuliza maswali siwezi kujua wapi hamjanielewa wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Watu wa Korinto walikuwa na wanawake wa Korinto ni jamii kama ya masinga-singa. Wangapi mnajua singa-singa? Singa-singa wana nywele nyingi mno, kiasi kwamba mwanamke wa jamii ya singa-singa akiziachia nywele zake umuone uso. Ni nywele nyingi alafu ni laini.
Kwa hiyo akiziachia zitamwagika mpaka makotini. Na zinafunika uso kote. Zinashuka. Ndio maana singa wengi wako wamesokota nywele wanafuka mafileba. Si wanaume si wanawake. Sasa wewe mama, nywele yako iko kama ya kwangu, vimejisokota yenyewe, haijasokotwa. Yenyewe imeshajisokota. Alafu unakwambia funga kilemba. Chani unafuta nini? Unafuta nini sasa? Haleluya. Aya. Na ushahidi unaotolewa juu yake. Je, umewahi kulisikia jina Lilith? Unasikia vizuri? Wanapotoa lile andiko lisemalo kuwa Adam aliumbwa kwa pamoja na binadamu mwingine wa kike, hawamaanishi kuwa binadamu huyo wa kike ndiye alikuwa Eva. Wale Wayahudi, Yochai na wenzake wanasema kuwa Lilith alikuwa ndiye mwanamke wa kwanza kuumbwa aishi na Adamu. Hivyo Eva hakuwa mwanamke wa kwanza kwa Adamu, bali Eva aliumbwa baadaye, baada ya kuwa Lilith amezingua kiasi akalaaniwa na Mungu. Sasa hebu kaa vizuri na usikilize kwa makini. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hizi klipu zinasambaa, wanatumiwa watu. Kwa kuna watu wakaipata, wakasema tukapata ushahidi kwa huyu jamaa, wakanitumia. Bwana Yesu apewe sifa. Mnielewe vizuri wana wa Mungu. Mwandishi wa hiki kitabu ambaye anaandika hii story anaitwa Ben Sirachi. Huyu jamaa alikuwa ni chotara wa Kigiriki na Kiyahudi. Na hii story ameiandika kwenye kitabu cha hadithi cha kawaida kabisa. Lakini ndani ya kile kitabu jamaa alikuwa mjanja. Aliamua story yake awataje wahusika wa kwenye Biblia ili kufuruga vichwa vya wasomaji. Hiki ni kitabu cha story cha kawaida kabisa. Kama ambavyo mimi leo ningeandika kitabu changu, alafu ndani ya kitabu kile nikaandika story ya mapenzi labda ya mtu fulani alikuwa anaitwa Amani, nikasema anaitwa Amani Bondo. Sawa? Na binti alikuwa anaitwa Christine. Sawa? Lakini hawa ninaowazungumza kwenye kitabu changu hiki sio Amani huyu wala sio Christine yule. Ni watu tunaobuni kwenye kitabu changu. Ila nawafananisha majina makusudi. Alafu hicho kitabu nakuja kukiuza Malindi sana. Ndani hicho kitabu naandika maelezo ambayo yana ukweli, yanakaribiana na ukweli kabisa, kwamba kila anayesoma anasema huyu ni Amani apostol wetu. Kwa hiyo huyu aliyeandika kitabu hiki anamjua huyu jamaa, ni kweli anamjua, ndio maana ametumia jina lake. Ni vizuri wana wa Mungu. Huyo bwana akaandika nao yajua kwenye hicho kitabu, akamtaja Adamu, akamtaja Eva, akajaribu kutengeneza story na mazingira kwamba ni kweli kulikuwa na mwanamke mwingine kabla ya Eva, bla 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 bla. Dunia nzima ikaingia kwenye mvurugano. Waliokisoma wakachanganyikiwa. Kwa hiyo kuna mwanamke mwingine bali na Eva. Huyu ni mwandishi wa kawaida wa vitabu. Aliandika tu story yake ya kawaida tu. Lakini majina aliyowatumia ndani ya kitabu ni wahusika waliomo kwenye Biblia. Kwa hiyo ninyi wana wa Mungu mkikikuta hicho kitabu mkakisoma, ni kitabu cha kawaida, hakiko kwenye Biblia. Cha Ben Sirachi. Sasa waandishi wa namna hiyo walikuwa wengi mno huko nyuma. Kipindi cha utawala wa Kigiriki mpaka walipokuja kuingia wa Roma. Walikuwa wengi sana. Na waliandika controversy stories nyingi. Controversy stories maana ni stories zenye kutatanisha nyingi mno. Waliandika ukweli kuhusu maroho, sijui roho zimefanyaje, roho zinaishi duniani. Wakaja kuandika mastori kuhusu sijui kuzimu kumekuaje, sijui mbingu gani imekuaje. Yaani basi tu ili mradi vitu vyenye kuvuruga akili za watu. Mambo ambayo watu hawana ushahidi nayo, wanasema ni habari za kusikika, za kusadikika. Kwa sababu hivyo vitu watu wanapenda kuvisikia, wanapenda kuvisoma, wanapenda kujifunza. Vitu ambavyo hawajawahi kwenda kuviona wala kuvitembelea. Ndio watu wengi wanapenda kuvisikia. Mara nyingi ni sawa sana mimi leo hapa nikisema nianze stories za malaika na namna Mungu alivyoumba malaika. Leo hii hapa nianze kusimulia. Na wahakikishieni ukitoka hapa wote mtaenda kusimulia kila mtu, kesho patakuwa mara 3 hapa. Patajaa mara, nyinyi mtakuwa mara 3 jinsi mlivyo leo. Hapata tosha. Kwa sababu ndio story mnapenda kusikia. Nikianza kuwachambulia namna wachawi wanafanya kazi, namna majini yanaoperate, kesho nakwambia mtakuwa mara 3. Lakini kwa kuwa kinachosemwa ni neno la Mungu,
lina uadui katika ulimwengu wa roho. Watu wengi wanaona nikipata nafasi nitaenda. Nikipata nafasi nitaenda. Kwa sababu ndivyo ilivyo. Mungu wetu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo hajawahi kuwa mwanamke anaitwa Lilith kabla ya Eva. Sawa? Wasiwapotoshe watu. Umeelewa eh? Ni hadithi tu za kusimulika ambazo mimi pia naweza nikatunga ya kwangu na ndani ya Biblia na ndani kitabu hicho kwa sababu ya uelewa wangu wa neno la Mungu nikaandika mambo yangu. Kwa hiyo kuhusiana na Shem huwa ni Melkizedek na Yesu huwa ni Melkizedek. Wao hawawezi kukupa andiko kuthibitisha kwamba Shem ndio Yesu. Hawawezi kukupa. Hawawezi kwa sababu halipo. Hata kusoma Waebrania sura ya 7 haisemi kwamba Melkizedek yule Melkizedek ambaye Ibrahim alimpa sehemu ya 10 alikuwa ni Yesu. Haisemi. Nimeisoma zaidi ya mara 100 sura ya 7 ya Waebrania. Haisemi. Kwa hiyo tukwambia thibitisha. Waambie na wewe nithibitishieni wapi Melkizedek ni Yesu. Yesu hajawahi kuishi kwenye hii dunia kama mwanadamu mwenye wanadamu. Isipokuwa baada ya kuzaliwa na Mariamu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hajawahi. Amekuwepo katikati ya wanadamu kama kiumbe cha kiroho na anasema mwenye Mithali sura ya 8, anasema nami nalifurahia dunia inayokaliwa na watu. Amekuja Yesu ndani ya mfalme Suleiman kama roho. Ndani ya Solomon alikuja. Akautumia mwili wa Solomon ili neno la Bwana litimie la kwamba Mungu ya kwamba Daudi amemzalia Mungu mwana. Kwa hiyo Solomon akawa na hekima ya kupitiliza. Na unajua hekima na maarifa ndio vitu Solomon aliviomba. Na mnajua kabisa hekima na maarifa ni roho. Zilikuwemo ndani ya Solomon. Ndio hizo zilizomfanya Solomon awe na uwezo mkubwa sana wa kujua vitu na kufahamu vitu. Okay, Mungu wetu apewe sifa. Na muhimu tu ninyi mnielewe. Kipengele tulichokuwa nacho ni kipengele cha Mungu wa kweli. Mungu wa kweli ni yupi? Siku ya jana wale ambao hawakuwepo jana, tuliangalia namna ambavyo kuna miungu mingi duniani. Pesa yenyewe ni Mungu. Money is God. Tukaona shetani ni Mungu. Wewe pia tukaona ni Mungu. Kwa mujibu wa maandiko, sio mimi. Tukaona Yesu mwenyewe anawauliza Mafarisayo, "Je, Torati yenu haikusema kwamba ndinyi ni miungu na wana wa aliye juu yote pia?" Haleluya. Amen. Lakini pia tukaja kuona kwenye Malaki sura ya 2 na mstari wa 10. Anasema sisi sote hatuna baba mmoja. Nikawaambieni neno mmoja maana yake ni nini? Mmoja haina maana ya tu just one. Inamaanisha one and only. Inamaanisha one with no different personalities. Kwamba Mungu si mtu anayegeuka, si kitu kinachopinduka. Kwamba leo atakuwa blue, kesho mweupe, leo mweusi. Hageuki Mungu. Wala hata kigeugeu ndani yake. Ndio maana ya neno mmoja au holy. Nikawaambieni Mungu hana asili ya dhambi. Kudhania kwamba neno holy linamaanisha ni mtu asiye na dhambi ni makosa. Holy maana yake ni one and only. Kwa hiyo kusema God is holy unamaanisha Mungu ni mmoja na hana mbadala wake. Bwana Yesu asifiwe. Nikawaelezeni idea ya utatu mtakatifu ilikotokea. Ilianzishwa na Waroma. Haipo kwenye kitabu cha Biblia. Nikisema haipo kwenye kitabu cha Biblia, akili zenu sasa hivi zitaanza kutafakari kukumbuka maandiko. Wako watatu washuhudiao duniani. Maji sijui nini na nini. Wako watatu washuhudiao mbinguni. Sijui neno na nini na nini na nini. Zote hizo ni doctrine zilizoongezwa na Waroma. Kwenye original transcripts hazipo. Mimi nawaambieni mngikote nyinyi watafiti kufuatilia mambo, mkakaa kusoma vitu, mngeshangaa, mngeogopa. Hazipo kwenye maandiko ya kale. Kuna vitu vingi kwenye Injili na barua hizi vimechomekwa na Waroma. Kile kipengele anachosema nendeni mkawabatize watu watakaoamini wabatizeni kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho. Haipo kwenye original translation, haipo. Hiyo Baba, Mwana na Roho haipo, umeongeza ili kutetea doctrine ya utatu mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Na unajua Waroma kama ambavyo itabiriwa kwa Danieli
kwamba watakapokuja hao watabadili vitu vingi mno, na kweli wamevibadili sana. Imebadilishwa katika namna ambayo ni vigumu mno leo kuambia watu hiki kitu hakipo. Ukiwaambia wanakwazika, yaani unasikia kabisa kuumia, kama vile umegusa kitu chako muhimu kweli. Yani tazama namna ibilisi anaweza kufanya kazi ya kushindilia vitu ndani ya maisha ya watu. Yaani kiasi kwamba ukiambiwa hiki hakipo, mtu anagoma, akamwambia wewe unataka kitu kingine. Lakini mimi nakueleza kweli haipo. Kwa nini haipo? Kwa sababu Mungu ni mmoja na hana nafsi. Nitawaelezeni maana ya nafsi. Maana Wakatoliki wanasema Mungu ni mmoja lakini ana nafsi ngapi? Si ndio? Wangapi mlikuwa Katoliki hapa? Wangapi mlikuwa Roma? Okay, mnanielewa vizuri. Wanasema Mungu ni mmoja lakini ana nafsi ngapi? Okay. Sasa nafsi ya kwanza ni nini? Baba. Kwa hiyo baba ni nafsi. Nafsi ya pili ni mwana. Kwa hiyo mwana ambaye ni Bwana Yesu ni nafsi, si ndio? Nafsi ya tatu roho. Kwa hiyo huyu roho naye ni nini? Mnaelewa ninachokisema watu? Haya, turudi kitabu cha Mwanzo sasa tukajue nafsi ni nini. Ukisema nafsi maana yake ni nini? Haya, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Kisha Bwana Mungu akamuumba mtu. Sura ya kwanza mstari wa 26, akaumba mtu mke na mtu mume. Sura ya pili inasema hivi, kisha Bwana Mungu akafinyanga udongo, alafu akapulizia pumzi ya uhai kwenye udongo, Adamu akawa nafsi hai. Adamu akawa nafsi. Alipomuumba mwanzo, Adamu hakuwa nafsi kwa sababu ni kiumbe cha kiroho. Yaani hivi vitu niwaambieni vina ujinga mwingi sana ndani yake. Ni vitu waka mtulizi akili mnapovisoma au mnapovisikia. Ukisema roho ni nafsi ya pili ya Mungu. Sasa ndio umesemaje? Kwa sababu binadamu ili awe nafsi hai ni lazima awe na mwili, lazima awe na roho, ndio anakuwa nafsi. Hivi mnanielewa? Amen. Ukisema Mungu Baba ni nafsi ya kwanza ya Mungu, unamaanisha Mungu Baba ana mwili na ana roho. Ukisema Yesu Kristo ni nafsi ya pili, unamaanisha Bwana Yesu ana mwili na ana roho. Hilo ni kweli. Ukisema Roho Mtakatifu ambaye ni kitu kionekani, kionekani ni hewa. Roho yangu mimi ni hapa. Mmeiona? Hiyo ndo roho yangu. Kwa hiyo ukisema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu, unamaanisha Roho Mtakatifu ana mwili na ana roho. Mnaona wazimu? Kwa hiyo Mungu hajawahi kuwa na nafsi. Mimi nakubali na ninaamini yupo Mungu Baba na hana msaidizi wake. Mungu huyu Baba, mtanielewa vizuri. Mungu huyu Baba ni roho. Na hao wamwabudu imepasa kumwabudu katika nini? Narudia hayo maelezo. Twendeni pole pole, mtaelewa tu. Mimi hata sina haraka na dini. Hata kidini mbaki hapo leo tuishie hapo, nitaishi hapo. Anasema hivi, Mungu ni roho. Yeye Mungu Baba ni roho. Na kila anayetaka kumwabudu lazima muabudu katika roho na kweli. Amani Golden ni mtu. Mtu ndio umbile lake. Ukisema Mungu Baba ni roho, roho ni umbile lake. Mnanielewa nyinyi wote? Kwa hiyo ni kusema ya kwamba Mungu ni roho na hajawahi kuwa na nafsi. Yeye ni kiumbe cha roho, yeye ni kitu cha kiroho, hakionekana kwa macho ya nyama. Kwa hiyo anasema wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tusipokuwa na uelewa huo, hatuwezi kupata uzima wa milele.
Wana wa Mungu mnisikilize. Hosea 4:6 inasema hivi, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kitakachowafanya watu wa Mungu wengi washindwe kuingia kwenye ufalme wa Mungu sio wingi wa dhambi. Na waambieni ukweli, Yesu akirudi leo hii na akasema atupime kwa sababu ya dhambi, hakuna atakayepona hapa. Hamna atakayepona. Akisema Yesu atuchekeche kwa chekecho la dhambi, hakuna atakayechomoka. Unasemaje sasa Robert? Ndio maana anasema Yohana, tukisema sisi hatuna dhambi tunafanyaje? Unajidanganya mwenyewe, wala kweli ya Mungu haimo ndani yako. Ukisema mimi sina dhambi